Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia na aya ya 1. Sikilizeni neno la Mungu andikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia na aya ya 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu akamwambia mwanamke ati, hivyo ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Bwana. Sikilizeni neno la Mungu kama alivyoandikwa katika waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 6 kuanzia na aya ya 1. Sikilizeni neno la Mungu kama alivyoandikwa katika waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 6 kuanzia na aya ya 1. Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, misiba, katika shida, katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto, kwa utukufu na aibu, kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kama wadanganyao, bali tu watu wa kweli, kama wasiojulikana, bali wajulikanao sana, kama wanaokufa, kumbe tu hai, kama wanaorudiwa, bali wasiouawa, kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha, kama maskini, bali tukitajirisha wengi, kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote. Ndilo neno la Bwana. Kanisa tusimame, taimba wimbo namba